Kuna issue moja ambayo inaendelea sasa hivi na ni story kubwa sana ya Jeffrey Epstein. Huyu jamaa ni bilionea mkubwa sana ambayo aliwahi kufanya vitu kinyume na matakwa ya ubinadamu. Kama mnakumbuka hii sakata la P Diddy ambalo lilikuwa linaendelea la kulawiti, unaelewa, kuabuse. P Diddy alikuwa na abuse, anawafanyia watu vitu kinyume na matakwa yao, walikuwa ni watu wazima. Lakini Jeffrey Epstein alikuwa anafanyia watoto wadogo. Umeelewa? Ndio jamaa kitu ambacho kinamfanya aweze kutrend. Alikuwa anafanyia watoto wadogo, then watoto wa kiume na watoto wa kike. Then watoto wadogo ambao wamezaliwa na mwaka mmoja miezi kadhaa, unaambiwa washikaji walikuwa wanakunywa damu na kula nyama zao. Kwa mshikaji alikuwa ni mafia na alinunua kisiwa. Na issue ambayo wa Marekani wanaipushi sana kwa sababu rais wao katajwa zaidi ya mara 1000, Donald Trump. Na watu wanahusisha na masuala ya giza, masuala ya Illuminati, masuala ya Freemason, kwa sababu wanakunywa damu za watu, wanakula nyama. Wametajwa mastaa wengi akiwemo Jay-Z, wametajwa kina P Diddy, wametajwa mastaa wengi vibaya. Viongozi wakubwa wanavyotajwa kule unaweza kaziba masikio. Imetajwa taifa la Kenya pamoja na Somalia, ni kwamba ni miongoni mwa mataifa ambayo yamehusika kwenye human trafficking. Human trafficking ni kuuza watu. Kwamba mnaweza mkaambiwa labda watoto mnaambiwa kuna dili zimetokea Marekani za kufanya kazi. Then ukifika kule unakutana na vitu vingine tofauti. Sasa kwa Jeffrey Epstein ni tofauti, kiongozi ili utoboe. Sasa wametajwa mastaa wengi akina P Diddy, na P Diddy ndio naomba ilikuwa ni copy ya Jeffrey Epstein. Na yule alikuwa anachukua watoto wa chini ya miaka 18. Sasa ndio watu wanajaribu kudiscuss kwa nini always ni kwenye muziki. Imagine mtu kama labda Michael Jackson anaenda kwenye taifa kufanya show, watu wanakufa, watu wanauana, watu wanalia. Yaani mtu analia kumuona tu. Sasa ndio jiulize kuna nini ambacho kimejificha kwenye ustaa kuwa maarufu mkubwa. Kuna show ya Travis Scott iliwahi kuahirishwa juzi. Baada ya mshikaji, watu wamefika kwenye tamasha lake, watu wamekanyagana mpaka wamekufa. Unajaribu kujiuliza tu kiubinadamu wa kawaida, kitu gani ambacho watu wanakimbilia mpaka kwenda kufa kwenye show ya Travis Scott? Ni huu mziki tu? Ni kwenda kumuona mshikaji tu kwamba wamemtazama Travis Scott huyu hapa? Aya, ukishamuona unafaidika na nini? Kwa nini mtu akifanikiwa sana kimuziki anahusishwa na masuala ya giza haya? Why? Msanii